Tuelekee kaunti nambari 2 ambapo kina mama 74 wanaowakilisha kampuni tofauti zinazomilikiwa na makundi ya wanawake huko Kwale wamefuzu baada ya kupokea mafunzo ya usimamizi wa biashara kutoka kwa benki ya Equity na serikali ya kaunti. Mafunzo hayo yaliyoendeshwa chini ya mpango wa Fanikisha yanalenga kuwezesha wanawake kupata ujuzi wa kuimarisha biashara zao ili kupata nafasi zaidi za ajira, huku wakielimishwa jinsi ya kuchukua na kutumia mikopo ya biashara. Nikafikiria ninunue ile mashini mnaonanga wamama wakishona hivi. Nikanunua mashine na loan. Imefika mwisho wa mwezi sijui kutumia ile mashine. Nafikiria kuiuza, sipati mnunuzi. Leo hii tukitaka kushona sweta tunabonyeza kompyuta. Inashona usiku na mchana. They can be able to tailor-made your product. Go with an idea what you want. What do you want for your business? What will make your business to grow? Like for now, we have a product that we are working with them, that our wholesalers are given loan. I don't know if you know about the ecosystem. They're given, they purchase from us, we are paid. Tumekusanya hapa, tunaona vile tutainua aje wamama wa Kwale. But the best thing kwangu ni Isa is the beginning of revamping Fanikisha. Na tumeanzisha Januari kurevamp Fanikisha na tunaianzisha Kwale. Kwale ikifanya niko na model nzuri sana ya kusema nikienda huko Nyeri niseme oneni vile wamama wa Kwale wananawiri. Ni lazima tutafute mikakati mingi, na ndio pale ambapo tukashukuru kwa Equity kuja kuwapatia kina mama elimu ya biashara. Na bado tutaendelea, hiyo partnership iendelee ili tuweze kuwaelimisha wengi. Tuelekee kaunti